Vatican. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, leo ameongoza misa ya kwanza siku moja baada ya kuwa Marekani wa kwanza kuliongoza kanisa hilo. Mzaliwa huyo wa Chicago, Robert Francis Prevost, alichaguliwa jana Alhamisi kuwa Papa wa 267, kiongozi wa kiroho wa waumini bilioni 1.4 wa kanisa Katoliki, kufuatia mkutano maalum wa makardinali wenzake katika makazi rasmi ya Papa, kanisa la Sistine mjini Vatican. Papa huyo mwenye umri wa miaka 69 amerejea katika kanisa hilo kuongoza misa ya faragha na makardinali iliyoonyeshwa moja kwa moja na makao makuu Vatican, akitoa hotuba yake ya kwanza iliyosubiriwa kwa hamu kama Papa. Muzaffarabad, Kashmir. Raia 5 wa Pakistan wameuliwa katika mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na India usiku wa kuamkia leo katika eneo linalotawaliwa na Pakistan la Kashmir, kufuatia siku kadhaa za makabiliano makali kati ya nchi hizo mbili zinazomiliki silaha za nyuklia. Vifo hivyo vimeripotiwa katika maeneo karibu na mpaka wenye shughuli nyingi za kijeshi unaofahamika kama mstari wa udhibiti unaolitenganisha eneo la Kashmir kati ya India na Pakistan. Mjini Muzaffarabad, mji mkuu wa Kashmir inayotawaliwa na Pakistan, afisa wa cheo cha juu ambaye hakutaka kutajwa majina amethibitisha kutokea vifo hivyo huko Kotli na kuongeza kwamba mtu wa 5 ameuawa katika wilaya ya Berg. Brussels. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametaka ushuru wote uondolewe kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza leo mjini Brussels akiwa pamoja na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Kansela Merz amesema amemwambia Trump hafikirii ni wazo zuri kuchochea mgogoro huo kuhusu forodha. Akiwa ziarani mjini Brussels, Merz ameliunga mkono wazo la Trump la kipindi cha siku 30 cha usitishaji mapigano nchini Ukraine bila masharti, na ametahadharisha kuhusu kuiwekea vikwazo zaidi Urusi kama haitatoa ushirikiano. Merz anatarajiwa kukutana na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola. Ziara ya Merz inafanyika kabla mkutano wa kilele wa NATO mwezi ujao mjini The Hague, wa kwanza kumjumuisha Rais Donald Trump wa Marekani tangu aliporejea madarakani Januari mwaka huu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Marekani imesema wakfu mpya utatangaza hivi karibuni mipango ya msaada kupelekwa Gaza kuweka kando Umoja wa Mataifa, huku hatua ya Israel kuzuia misaada kwa miezi miwili ikisababisha uhaba mkubwa katika eneo hilo linalokabiliwa na vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce amesema wakfu huo si wa kiserikali na utatoa tangazo hilo karibuni bila kutoa maelezo zaidi. Wakati hayo yakiarifiwa, jeshi la Israel limesema katika taarifa kwamba wanajeshi wake 2 wameuawa kwenye mapambano kusini mwa ukanda wa Gaza. Awali hapo jana, kundi la Hamas lilisema wanamgambo wake walikuwa wakipambana katika mapigano makali na wanajeshi wa Israel kusini mwa ukanda wa Gaza karibu na mji wa Rafah. Dubai. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha ripoti ya shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International inayoituhumu kwa kuwapelekea silaha zilizotengenezwa China wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan. Naibu waziri anayeshughulikia masuala ya usalama na kijeshi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Salim Al-Jaberi amesema nchi yake inapinga pendekezo kwamba inapeleka silaha kwa upande wowote katika mzozo wa vita unaoendelea nchini Sudan. Amesema madai hayo hayana msingi wala ushahidi. Jana Alhamisi, shirika la Amnesty International lilisema limetambua mabomu ya China chapa GB50A na mitambo ya kuvurumishia makombora kwa kupitia uchambuzi wa video ya mashambulizi ya kikosi cha RSF katika mji wa Khartoum na Darfur. Amnesty International imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ndio nchi pekee iliyoagiza mitambo hiyo kutoka China katika mkataba wa mwaka 2019. Mwisho wa habari za ulimwengu.
Dunia Yetu leo mchana. Na mchana huu msikilizaji, miongoni mwa utakayo yasikia ni Papa Leo wa 14 ashiriki ibada ya kwanza ya misa tangu kuchaguliwa kwake. Yapi yanayoendelea huko? Wabunge wa Tanzania wakosoa vikali tamko la Umoja wa Ulaya kuhusu haki za binadamu nchini humo, na mzozo kati ya India na Pakistan wazidi kupamba moto. Kana si kwa haya na mengine mengi. Na tunaanzia huko Vatican. Kanisa Katoliki duniani limempata kiongozi wake mpya, Papa Leo wa 14 atakaye waongoza takriban waumini bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Kiongozi huyo alichaguliwa jana Alhamisi jioni. Hii leo Papa Leo wa 14 ameadhimisha kwa mara ya kwanza ibada ya misa takatifu tangu achaguliwe kuliongoza kanisa hilo, akiwa pamoja na makardinali waliomchagua kuliongoza kanisa, lakini pia ametoa hotuba yake ya kwanza kama papa. Zaidi ni kutoka kwa Bruce Amani. Kanisa Katoliki lina papa mpya. Kardinali mzaliwa wa Chicago Robert Francis Prevost alichaguliwa jana baada ya duru 4 za upigaji kura kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Alipatikana ndani ya saa 24 za mkutano wa baraza la makardinali katika kanisa la Sistine. Prevost amelichagua jina la Papa Leo wa 14. Anakuwa papa wa kwanza katika historia kutokea Marekani. Baada ya kuchaguliwa, alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kwenye roshani ya kanisa la Mtakatifu Petro mwendo wa saa 1:13 za jioni saa za Rome. Alishangiliwa kwa vifijo na zaidi ya watu 100,000 waliokuwa wakimsubiri kwa hamu, na akahutubia katika Kitaliano. Fratelli, sorelle carissimi. Ndugu wapendwa, hii ni salamu yangu ya kwanza ya Kristo aliyefufuka, mchungaji mwema aliyetoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wa Mungu. Nami pia ningependa salamu hii ya amani iingie mioyoni mwenu na izifikie familia zenu, watu wote popote walipo, mataifa yote, dunia nzima. Amani iwe nanyi. La pace sia con voi. Leo awali alihudumu katika makao makuu ya kanisa mjini Vatican, akiongoza wizara inayosimamia maaskofu kote ulimwenguni. Mapema katika taaluma yake alihudumu kama missionari na askofu nchini Peru. Papa Leo anayezungumza Kiitaliano na Kihispania pia alihutubia umati uliokuwa kwenye uwanja wa kanisa hilo akitumia Kihispania katika maneno yake ya kwanza akiwa kiongozi wa Katoliki bilioni 1.4 ulimwenguni. Aiutateci anche voi. Nanyi pia mtusaidie, kisha msaidiane miongoni mwenu kujenga madaraja kwa njia ya mazungumzo, kwa kushirikiana, kutuunganisha sisi sote kwa watu wa moja, daima kwa amani. Anakuwa papa wa 267 katika historia ya miaka 2000 ya kanisa Katoliki. Viongozi wa ulimwengu wanaendelea kutuma salamu za pongezi. Miongoni mwa waliokuwa wa kwanza kumpongeza papa mpya ni Rais wa Marekani Donald Trump, aliyesema ni heshima kwa taifa la Marekani kumpata papa wa kwanza Marekani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye ni Mkatoliki, alisema watu nchini Ujerumani wanaotizama uongozi mpya wa papa kwa imani na matarajio chanya. Wengine waliompongeza ni Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen, Marais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Vladimir Putin wa Urusi. Haya ni kwa ufupi tu yale ambayo yanaendelea kujitokeza baada ya kanisa Katoliki kupata kiongozi wake huyo mpya. Endelea kwa nasi. Huko nchini Tanzania, wabunge wamepinga maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya nchi hiyo, huku wakisema kuwa hatua hiyo ni dharau kwa mamlaka ya kitaifa, lakini pia maadili ya Kitanzania. Akiwa Dodoma, makao makuu ya Tanzania, kunakoendelea vikao vya bunge la bajeti, mwenzetu Deo Kaji Makomba ametuandalia taarifa hii. Wakizungumza wakati wa kuchangia bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, wabunge hao Ezra Chiwelesa kutoka Biharamulo Magharibi na Mwita Waitara kutoka Tarime Vijijini wameeleza kusikitishwa na kushangazwa na maazimio 6 yaliyotolewa na bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya Tanzania, huku wakisema kuwa hatua hiyo ni dharau kwa mamlaka ya kitaifa na maadili ya Kitanzania. Tumeona viongozi wengine wamekataa upuzi huu. Sasa kama ni uchu wa
madaraka, kuna watu wanatafuta madaraka kupitia vyama vya siasa, watafute madaraka kwa siasa safi na siasa ya haki ya nchi hii, lakini sio wakatuunganishe na mambo ya laana yanayotoka huko. Vyama vya baadhi ya hizo nchi za Ulaya vimeanza kukataa upuuzi huu. Nashangaa taifa hili tunaandikiwa kwamba tukubali au tuelekezwe na bunge la Ulaya kwamba tuafiki mambo ya ushoga. Kwa hiyo nilikuwa naomba wabunge wenzangu tupaze sauti na tupige kelele, kitu hiki hakikubaliki katika nchi hii. Mimi humu nimeshatoa msimamo kwamba chifu wa Kikurya hawezi kuolewa. Nilipoona walichoandika watu wa Ulaya, kama hoja yao ni kwamba wasilete maji, tutakunywa maji hata ya visima, lakini habari ya ushoga, habari ya kusagana waendelee wao, si tusonge mbele. Na naamini kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi na sisi wabunge makini hatuwezi kuunga mkono upuuzi wa namna hiyo, na wala hatuwezi kuentertain, na wakome kabisa na waregee. Wabunge wengine wameunga mkono hoja za Chiwelesa na Waitara, wakikemea maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya na kuyataja kama ni hatua ya kuingilia uhuru wa Tanzania. Hata hivyo, hatua ya wabunge hao nchini Tanzania kupinga maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya imepokelewa kwa hisia tofauti na watu mbalimbali nchini humu, wakiwemo wanasheria nguli. Akizungumza na vyombo vya habari, rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS Boniface Mwambukusi amesema kuwa hatua ya Tanzania kujadiliwa na bunge la Umoja wa Ulaya kuhusiana na hali ya mambo inavyoendelea hivi sasa nchini Tanzania ni kitendo cha aibu, na kwamba hiyo inatokana na bunge la Tanzania kukimbia wajibu wake. Weka Lissu lock up ni hasara kwa taifa, ni faida zaidi Tundu Lissu akiwa nje kidemokrasia, kiutawala na kihaiba kwa nchi kuliko akiwa lock up. Angalia sasa tunavyojipaka kinyesi wenyewe. Wale wanatujadili kwa sababu bunge letu limeabdicate wajibu wake. Bunge la Tanzania limekimbia wajibu wake. Halijadili watu kutekwa, halijadili watu kupigwa, halijadili frakasi za usalama wa raia. Huyo anajitutumua kwamba wamezungumza uchoga, wale wamezungumza mashoga hawapo hapa nchini. Deo Kaji Makomba, DW.